amekuwa akifanya kazi kubwa sana kama amiri jeshi mkuu kuhakikisha kwamba mipaka ya nchi yetu inakuwa salama. Hatuvamiwi, hatujawahi kuvamiwa tangu mwaka 1978 wakati ule wa Nduli Idi Amin. Lakini mambo yameendelea kuwa shwari, watu wanafanya shughuli zao kama kawaida. Lakini hata pale zinapotokea changamoto nyingine ambazo zinaathiri haki ya kuishi, kwa mfano masuala ya utekaji, masuala ya utesaji, masuala haya ya kupoteza watu, rais amekuwa mstari wa mbele sana kutoa uongozi kwa kuvielekeza vyombo vyake vinavyohusika kuchukua hatua mahususi na kuweza kuhakikisha kwamba mambo haya yanakoma. Kwa hiyo nitakuwa ni mchoyo wa shukurani, mchoyo wa fadhila nisipo walau kupongeza kwenye hatua ambazo rais amekuwa akichukua mpaka sasa hivi kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa ni nchi ya haki. Mimi sina shida sana na masuala ya amani na utulivu, kwa sababu katika historia ya nchi yetu ukiacha mwaka 78 79 nchi hii imekuwa ni nchi ya amani tu, na ni kwa sababu ni ustaarabu wa Watanzania kuwa hivyo. Sasa nikienda moja kwa moja kwenye swala lako kwamba rais ametoa onyo kwa wanaharakati ambao wanafanya vitendo vya kigaidi kwa kisingizio au kivuli cha kupigania haki, mtazamo wangu ni upi kwenye kauli hiyo ya Mheshimiwa Rais? Ugaidi kwanza kisheria ni kosa kama yalivyo makosa mengine. Umetafsiriwa kwa sababu kuna kanuni ya kisheria inayosema kitendo hakiwezi kuwa kosa isipokuwa tu pale ambako sheria itatamka hivyo. Kwa hiyo bahati nzuri sisi hapa Tanzania tuna sheria ya masuala ya ugaidi ambao ni sura ya 19 ya sheria za Tanzania. Kwa hiyo vitendo vyote vile ambavyo vina sura ya kigaidi au kwa namna moja ama nyingine vinaonekana ni ugaidi vimetafsiriwa chini ya kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 3 aya A mpaka aya H. Ukienda kusoma pale kwenye hiyo sheria kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 3 aya A mpaka aya H ya sheria ya kupambana na ugaidi ambao ni sura ya 19 ya sheria za Tanzania, ni ukweli ulio wazi kabisa kwamba hakuna mahala popote pale ambako imeandikwa wanaharakati ni ugaidi. Haupo. Wanaharakati haujatajwa kwenye sheria ya ugaidi. Licha ya kwamba kuna vitendo vinaweza vikawa ni vya kigaidi, lakini vitendo hivyo havina nasaba na wanaharakati kwa mujibu wa sheria. Na kama kutakuwa kuna mwanasheria yoyote anajua kwamba wanaharakati kwa tafsiri iliyotolewa kwenye sheria ya Tanzania inayopambana na ugaidi ambao ni sura ya 19, atuambie hapa na sisi leo tuweze kujifunza. Lakini kwa kadri ambavyo bunge la Tanzania lilivyotunga hiyo sheria ya ugaidi, ya kupambana na ugaidi sura ya 19 ya sheria za Tanzania, tafsiri ya vitendo vya kigaidi haina uhusiano wowote ule na wanaharakati. Na mtu yoyote awe ni Mtanzania au sio Mtanzania, anapofanya vitendo vya kigaidi vinavyotajwa katika sheria, bila kujali kazi anayofanya, bila kujali umri alionao, bila kujali mamlaka alionayo, bila kujali kabila analotoka, bila kujali dini anayoamini, huyo mtu anakuwa ni mhalifu kama mhalifu mwingine, na anashtakiwa mahakamani sio kwa kazi anayofanya, anashtakiwa mahakamani kwa jina lake na kwa vitendo alivyovifanya, kwa sababu vinakuwa viko kinyume na sheria. Kwa hiyo kwa maoni yangu mimi, na kwa heshima zote kabisa kwa Mheshimiwa Rais, na kwa kutambua kazi anayoifanya kama amiri jeshi mkuu kwa kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa salama na haiingiliwi na matishio ya kiusalama yakiwemo hayo ya kigaidi, wanaharakati sio ugaidi. Na ili uweze kujua sasa wanaharakati ni nini, wanaharakati ni jitihada zinazofanywa na mtu katika kupata mahitaji yake au kutimiza malengo yake yanayoweza kufanya maisha yake yaendelee kuwa bora zaidi. Hiyo ndio tafsiri sio rasmi ya maana ya harakati. Ni jitihada zinazofanywa na mtu kuweza kuyafikia malengo yake. Zinaweza zikawa ni harakati za masomo, harakati za kiuchumi, harakati za kisiasa, harakati za kijamii, harakati za kimichezo, kuweza kufikia malengo. Sasa mtu anayekuambia kwamba
harakati ni ugaidi, inakuwa ni shida kidogo kuweza kuelewa anasema harakati ni ugaidi kwa kutumia sheria gani? Kwa sababu sisi Tanzania tunaheshimika duniani kwa sababu ni nchi tunaojiongoza kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo ili uweze kujua wanaharakati ni ugaidi, cha kwanza wewe mwananchi unayonisikiliza unatakiwa uende ukatafute sheria ya ugaidi ambayo ni sura ya 19. Ujue hivi vitendo vinavyosemwa ni vya kigaidi bila kujali vinafanywa na nani, mwanasiasa, mwanaharakati, mchumi, mwalimu au askari polisi ama nani. Unatakiwa uende ukasome sheria sasa. Sasa kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 3 aya A mpaka aya H kimeeleza vitendo vyote ambavyo ukivifanya unakuwa umefanya ugaidi. Ukisoma hiyo sheria sasa, hicho kifungu, wanaharakati hamna mahala popote umetajwa kama ni ugaidi. Kwa hiyo mtu anaposema wanaharakati ni ugaidi, analeta tafsiri ambayo sio ya kisheria. Na ukishachukua tafsiri ambayo sio ya kisheria na ukataka kuwahukumu watu na ukataka kuwashughulikia watu, maana yake unakuwa unawashughulikia kiimla au unawashughulikia kwa mkono wa chuma, huwashughulikii tena kwa mujibu wa sheria, kwa sababu sheria ndio hiyo imekataa kwamba wanaharakati sio ugaidi. Sisi wenyewe Tanzania hapa tumeshawahi kutoa mwanaharakati mmoja bora kabisa maarufu wa muda wote, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ndio aliongoza harakati za kudai uhuru kupitia chama chake cha Tanganyika African National Union TANU. Na huyo mwanaharakati wa Tanzania ameendelea kuheshimika duniani kote, sio Tanzania tu, duniani kote. Kwa hiyo mimi naamini kama ingekuwa wanaharakati ni ugaidi, gaidi namba 1 Tanzania na ambaye angekuwa ametuachia alama kubwa sana angekuwa ni Nyerere. Lakini leo ili uweze kuwa mwanaharakati bora unapimwa kwa viwango ambavyo Nyerere aliviweka. Ili uweze kuwa mwanaharakati bora wa kisiasa lazima uende Butiama, uende kule Mwitongo, uende ukafanye hija kwenye kaburi la Nyerere. Wanasiasa wengi hasa wa Chama cha Mapinduzi wakipata nafasi wamekuwa wakienda Butiama kwenye kaburi la Nyerere, kwa sababu ndiye mwanaharakati aliyeongoza harakati za kudai uhuru. Nataka tuelewane vizuri hapa. Haya nao yazungumza, mimi siyazungumzi kutoka kichwani mwangu, sababu sina mamlaka hayo ya kuzungumza mambo kutoka kichwani kwangu, mambo ambayo yanagusa haki za watu. Kama tunataka tukubaliane kwamba wanaharakati ni ugaidi, basi lazima twende tukubaliane hapa ni kifungu gani cha sheria kinachotamka hivyo. Mimi kifungu ninachokijua kilichotafsiri vitendo vyote ambavyo ni vya kigaidi ni kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 3 A B C D E F G H cha sheria ya kupambana na ugaidi, sura ya 19 ya sheria za Tanzania. Kwa hiyo hata kwa wanasheria hakuna mwanasheria yoyote mahiri duniani ambaye hakuwa mwanaharakati. Naomba nirudie. Hakuna mwanasheria yoyote mahiri duniani ambaye hakuwa mwanaharakati. Unazungumza kina Walter Max Sisulu, unazungumza kina Nelson Mandela. Hawa ni wanaharakati waliokuwa wanapinga ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini. Ubaguzi wa rangi ambao ulidumu kwa miaka takribani 300. Wakaibuka hawa watu na chama chao, chama ambacho kilianzishwa mwaka 1912, African National Congress, na kina Chief Albert Luthuli. Lakini Mandela aliyezaliwa mwaka 1912 anakuja baadaye mwaka 94 kama mwanaharakati kuwa shujaa dhidi ya ubaguzi wa rangi. Afu leo mtu anakuambia wanaharakati ni ugaidi. Ugaidi ni kosa kama yalivyo makosa mengine, na pale ambapo linafanyika halifanywi kwa sababu anayelifanya ni mwanaharakati, ni mwanasheria, ni mwanasiasa, ni mchumi ama ni nani. Anakuwa analifanya kosa lile kama mhalifu. Kwa mimi nadhani lugha sahihi ya kuitumia katika kupambana na ugaidi ni kusema wale wote ambao wamepanga kufanya ugaidi nchi hii watashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Hiyo ndio lugha sahihi. Na sheria haiangalii sura. Sheria ni msumeno ambao unakata huku na huku.
Lakini umezungumza pia kwamba siku chache zilizofuata Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania Mheshimiwa Jaji George Masaju naye akasema wanasheria wasio wanaharakati wajiepushe kabisa na harakati. Unajua hapa Tanzania unaposema jaji mkuu, picha haraka inayowaijia watu ni Nyalali, na imefika wakati ikawa ni vigumu kutofautisha kati ya ujaji mkuu na Nyalali. Yani watu wakafikiria yani Nyalali ni cheo. Kwa nini? Kwa legacy ambayo ameiacha, kwa kumbukumbu nzuri ya kiutendaji kwenye kusimamia muhimili wa mahakama, na tunatarajia hata majaji wakuu wengine wafuate nyayo za jaji Nyalali ambaye ameacha alama kubwa sana katika usimamizi wa haki hapa nchini. Mimi huwa najiepusha sana ninapokuja kuongea na watu kwenye hadhara, kwa sababu najua hadhira inayonisikiliza ni watu wenye akili mno kuliko hata mimi, ni watu mabingwa sana. Kwa hivyo huwa napenda sana kufanya rejea kwenye maandiko, kwa sababu nikiongea mambo yangu ya binafsi naweza nikawa naongea ujinga afu nikadharaulika. Lakini nikiongea mambo yanayotokana na maandiko, kwanza nakuwa na uhakika na kile ninachokisema, lakini la pili naonekana ni mfuasi sahihi kabisa wa Yesu Kristu. Yesu Kristu ukienda kusoma Luka sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 20 pale inaelezea namna Yesu alivyokuwa anajaribiwa na shetani kule mlimani baada ya kuwa amefunga siku 40 bila kula wala kunywa. Jaribio la kwanza alilopewa Yesu ni kugeuza jiwe kuwa mkate. Lakini Yesu wakati anajibu kwenye hiyo Luka sura ya 4 mstari wa kwanza pa, aligundua alichokuwa anaambiwa na shetani kwamba ageuze jiwe liwe mkate hakitokani na maandiko yoyote. Ndio maana akamjibu shetani kwamba imeandikwa mtu hawezi kuishi kwa mkate tu bali kwa kila neno ambalo linatoka kinywani mwa Mungu. Yaani Yesu hakumshinda shetani kwa sababu Yesu yeye ana umungu ndani yake. Alimshinda shetani kwa kutumia maandiko ambayo tayari yapo. Hata alipopewa jaribio la pili la kwamba ajirushe kutoka juu ya kinara kwa sababu Mungu imeandikwa atatuma malaika wamlinde, Yesu aliendelea kubaki kwenye maandiko kwamba imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako, na kweli imeandikwa kwenye Kumbukumbu la Torati. Hata alipoonyeshwa miliki zote za dunia na fahari zake kwa sharti la kwamba amwabudu shetani ili aweze kupewa hiyo miliki, Yesu alimwambia imeandikwa kwamba anayestahili kuabudiwa ni Mungu peke yake. Nimelazimika kutoa mfano huu wa kibiblia kwa sababu kauli ambayo jaji mkuu anaitoa kwa mawakili ni kauli ambayo haitokani na sheria yoyote. Hakuna mahala popote pale ambapo sheria za nchi hii zimewakataza mawakili wasio wanaharakati. Hakuna mahala popote. Na unaposimama mbele ya umma unaongea kwa nafasi ya ujaji mkuu, watu wanatarajia kusikiliza vifungu vya sheria, sio maoni binafsi au mtazamo binafsi. Umevaa joho la ujaji mkuu, unazungumza kwa nafasi ya ujaji mkuu, watu wanatakiwa kusikiliza sheria. Sasa ukimuuliza ni wapi pameandikwa kwamba ni kosa kwa wakili kuwa mwanaharakati, hakuna mahala popote kwenye sheria za Tanzania. Hakuna. Na bahati mbaya au bahati nzuri, Mheshimiwa Jaji Mkuu akaenda akasema hata wale ambao unakuta mtu katoka mahakamani, kesi imeahirishwa, anaongea na waandishi wa habari. Yeye Jaji Mkuu inamkera sana kwa watu kuongea na waandishi wa habari baada ya kesi kuwa imeahirishwa, eti kwa sababu waandishi wa habari sio wanaosikiliza na kutoa maamuzi kwenye kesi. Yaani Jaji Mkuu hajui kwamba ibara ya 18 B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa haki kwa mtu yoyote kupata na kutoa habari, na naomba nisome hiyo ibara.
ibara ya 18, ibara ya 18, ibara ya 18B inasema hivi: kila mtu B anayo haki ya kutafuta, kupokea na kutoa habari bila ya kujali mipaka ya nchi. Naomba nirudie. Ibara ya 18B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema hivi: kila mtu anayo haki ya kutafuta, kupokea na kutoa habari bila ya kujali mipaka ya nchi. Katiba haijasema kwamba ni habari za mahakamani, habari za bungeni, habari za msikitini au habari za kanisani. Habari yoyote ile ambayo mtu anataka kuipata, ni haki yake kuipata, ni wajibu wake kuitafuta na ni wajibu wake kuitoa. Mahakamani sio mbinguni ambako watu hawatakiwi kuzungumza. Na tukianza kuwadhibiti watu wasiongee mambo yanayojiri mahakamani, hii nchi inarudi utumwani. Watu wanayo haki ya kujua yanayoendelea mahakamani, kwa sababu mahakamani kama ambavyo inasomeka ibara ya 107A kubwa, ibara ndogo ya kwanza, ndio sehemu ya kwenda kupata haki. HitPaw Video Enhancer is an AI video quality enhancer. You can easily convert low-resolution videos to high-resolution, 360p to 1080p, 4K, up to 8K. No noise, pixel blocks, and jaggies. 4 incredible AI super resolution models can enhance almost any kind of video. General denoise model can improve real details, reduce noise, enlarge video to 2 times, 4 times, even 8 times without quality loss. Step 1. Choose file. Step 2. Select AI model. Step 3. Export video. As easy as 1, 2, 3. HitPaw Video Enhancer makes 4K as easy as saying. Na ninatakiwa kwa mujibu wa ibara ya 26, ibara ndogo ya kwanza ya katiba, kuiheshimu katiba na sheria za nchi. Nitaacha kuzungumza na waandishi wa habari kuhusu mambo ya mahakamani pale itakapotungwa katiba mpya ambayo itanikataza kufanya hivyo pale mahakamani. Lakini kwa katiba hii ibara ya 18, na watu wote wasikie, kila mtu anayo haki ya kutafuta habari, kupata habari na kutoa habari bila kujali mipaka ya nchi, iwe ni Kigoma, Mwanza, Dodoma, Sumbawanga, mahakamani au bungeni. Watu wasitumie mamlaka yao ambao wamepewa kwa mujibu wa katiba kunyanyasa watu wengine. Hii nchi ni nchi, tunaposema ni huru, manake ni uhuru wa watu kufurahia haki zao zilizotajwa kwenye katiba. Moja ya haki hizo ni haki ya kutafuta na kutoa habari. Jaji mkuu hana mamlaka yoyote ya kuzuia watu wasiongelee mahakama. Hana hayo mamlaka. Hana hayo mamlaka ya kuzuia watu wasiongelee mambo ya mahakamani. Iwe kesi imeahirishwa, iwe kesi imeisha, iwe kesi imesimama, iwe kesi imefanya vyovyote vile mahakamani. Watu wanao uhuru wa kuzungumzia mambo ya mahakamani. Mungu mwenyewe, Mungu hamna mahala popote kwenye Biblia anawapiga marufuku watu wasizungumzie mambo ya mbinguni, ambako ndio patakatifu zaidi kuliko mahakamani. Yaani ukiwekewa mahakama hapa na mbinguni hapa kwa Mungu, ukaambiwa wapi ni patakatifu, hapastahili kuzungumziwa mambo yake, mtu atakwambia mbinguni ni patakatifu zaidi. Lakini pamoja na utakatifu wa mbinguni, Mungu hamna mahala amekataza watu wasizungumzie mambo ya mbinguni. Ndio maana watu wanazungumza. Sasa nimalizie ile swali kwanza, nilimalizie, ni la muhimu sana hili. Kwa sababu tukiliacha hili swala hili, mahakama sasa itakuwa ni siri. Kama vile watu wanavyofanya mapenzi. Yaani mkiingia mle ndani hatakiwi mtu yoyote kuzungumza mambo mnaofanya mle ndani. Haki inayotajwa kwenye katiba ya kutafuta na kutoa habari haipaswi kuwa siri. Lakini akaenda mbali akasema hivi: kwa kuzungumza mambo hayo kwenye vyombo vya habari mnaingilia uhuru wa mahakama. Ibara ya 107B kubwa ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na naomba niisome. Ibara ya 107B
B kubwa ya katiba ya Tanzania inasema hivi: ibara ya 107 B kubwa ya katiba ya Tanzania inasema, katika kutekeleza mamlaka ya utoaji haki, mahakama zote zitakuwa huru na zitalazimika kuzingatia tu masharti ya katiba na yale ya sheria za nchi. Mahakama haijazuia watu wasiongee mambo ya mahakamani, na uhuru wa mahakama unapimwa kwa namna ambavyo mahakama inazingatia sheria na katiba kwenye kutoa haki. Ndio uhuru wa mahakama. Hakuna jaji yeyote mwenye akili timamu au hakimu mwenye akili timamu ambaye ataenda kumfunga mtu aliyeiba kuku kwa sababu jana kwenye gazeti la Mwananchi kuna maoni yalitolewa kwamba huyo mtu sio mwizi au huyo mtu ni mwizi anastahili kufungwa. Mimi nina nakala hapa za mahakama. Hukumu zote za mahakama zinatoa haki kwa watu kwa kuzingatia katiba na sheria kama ambavyo imeelekezwa katika ibara 107 B kubwa. Kwa hiyo mtu anapokuja anakuambia kwamba wewe ukiongelea mambo yaliyoko mahakamani una influence maamuzi ya mahakama au unashinikiza maamuzi ya mahakama, huyo mtu hajui kusoma katiba vizuri. Kwa sababu kwanza, hivi jaji anapokuwa yuko mahakamani anapata wapi muda wa kwenda kuangalia mtandaoni pameandikwa nini? Au ITV sasa hivi wanaonyesha habari gani kuhusu kesi zilizoko mahakamani? Huyo jaji hana huo muda. Anatakiwa atumie muda wake wote kwenda kusoma vitabu vya sheria. Ndio katiba inamtaka, sio aende akasikilize kule wanaharakati wanaongea nini. Sasa kuna upotoshaji ambao umekuwa ukiendelea sana. Usiongelee swala liko mahakamani, utaingilia uamuzi wa mahakama. Huna uwezo wa kuingilia uhuru wa mahakama, kwa sababu mahakama mwisho wa siku yenyewe inaamua kwa kadri sheria ilivyosema. Nendeni mkasome hukumu za mahakama. Hakuna hukumu hata moja imeamuliwa eti kwa sababu kuna mambo fulani yalikuwa yanajadiliwa kule kwenye vyombo vya habari. Na mimi nitakupa mfano mmoja wa mwisho kabla sijamaliza kwenye ile swali. Wenzetu Kenya pale, sio hata Ulaya, Kenya, kesi zinaonyeshwa live na waandishi wa habari. Yaani Uhuru Kenyatta kashiriki uchaguzi umeendeshwa kwa namna ambavyo sivyo ndivyo, mtu kaenda mahakamani wameweka vyombo live, watu wanaangalia wakiwa nyumbani kwao kwenye TV. Nyie hapa mnaambia uruhusiwi kuongea na vyombo vya habari, hapo nje utaingilia uhuru wa mahakama. Sasa sisi ni mahakama gani ambayo tunataka tuwe nayo? Mahakama haiwezi kuwa tawi la chama cha siasa. Mahakama ni huru kwa mujibu wa ibara 107. Lakini uhuru wa mahakama hauna mahala popote unazuia haki za watu kuongelea mambo yanayohusu mahakama na haki za watu. Na ndio maana katiba ikaenda mbali ikasema mahakama itatakiwa tu kuzingatia katiba na sheria. Hakuna mahakama imeambiwa iende kasikilize mwanaharakati anaongea nini. Itakuwa ni mahakama ya ajabu mno kama jaji ataacha kuamua kwa mujibu wa sheria aende akaamue kwa mujibu wa watu wanavyosema kule mtandaoni. Haiwezi kuwa hivyo. Kwa hiyo mimi wito wangu ni kwamba jaji mkuu na mahakama isiwe yenyewe ndio kielelezo cha kuvunja haki za watu. Mahakama itimize wajibu wake kwa mujibu wa katiba na sheria, isiwazuie watu kuzungumza mambo yaliyoko mahakamani. Kwa sababu mahakama kama muhimili wa dola ya Tanzania inapaswa kujua muhimili mwingine wa dola ya Tanzania ambao ni bunge linaonyeshwa live. Bunge live, yani watu wanaona kwenye TV. Bunge la Tanzania ni sehemu ya Tanzania, mahakama ya Tanzania ni sehemu ya Tanzania, lakini serikali ya Tanzania ni sehemu ya Tanzania. Unawezaje kuwazuia watu wasiongelee mambo ya mahakama? Kama watu watazuiliwa kuongelea mambo ya mahakama, mahakama ifute kile kitengo chake cha mawasiliano na habari, ifute. Lakini hata wizara ya habari sasa ifutwe, Makonda akose kazi arudi kwao huko akakae. Habari haziwezi kuwa ni zile tu zinazohusu serikali kuisifia. Watu wana haki ya kupata kila aina ya habari, ziwe mbaya, ziwe nzuri, ziwe za kusifia, ziwe za kukosoa. Watu wana hiyo haki bila kujali mipaka. Ndio maana nimesema mimi nitaendelea kuongelea mambo ya mahakamani, kwa sababu tunapoenda mahakamani hatuendi kufanya mapenzi, tunaenda kutafuta haki za watu ambazo zinapaswa kupatikana kwa kuonekana.
Kama mtu kaiba, tuone pale sheria zinavyofuatwa na mpaka anafungwa, tuone. Na kama ni kosa kwa kundi fulani la watu kutumia waandishi wa habari kuzungumza mambo yao, maoni yao kwa mujibu wa sheria ambayo ni haki yao, Jaji mkuu naye sio anawaita waandishi wa habari kwenye mikutano yake, anawaita wa nini sasa? Yani iwe ngoma draw. Yeye afanye mambo yake huko chumbani au wapi, asiwaite waandishi wa habari. Lakini yeye anawaita waandishi wa habari, yeye kavaa joho, anawaita waandishi wa habari. Kazungumzia pia kuhusu viapo, kwamba mawakili waheshimu viapo vyao. Kwenye viapo vya mawakili hamna mahala popote mawakili wameambiwa wasiwe wanaongea na waandishi wa habari kuhusu mambo yaliyoko mahakamani. Hakuna mahala imeandikwa hivyo kwenye sheria. Lakini kama kuhusu kuheshimu viapo ndio jambo la msingi, tunao sisi watumishi wa umma hapa ambao kucha kutwa wanatajwa kwenye ripoti ya CAG kwamba wameiba mabilioni ya hela. Wanaotajwa kufanya hivyo ni watu ambao wamepewa mamlaka kwa viapo. Sijawahi kumsikia jaji yote anazungumzia hao watu. Lakini kutwa kucha imekuwa ni mawakili. Viapo. Tuna kesi sisi, polisi wanabambikizia watu kesi. Polisi ni moja kati ya taasisi katika mnyororo wa utoaji haki kwenye nchi hii. Polisi wana viapo. Ulishasikia lini polisi wameacha kubambikizia watu kesi? Kuna wakati IGP Wambura alimpa taarifa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwamba polisi wamefuta kesi za kubambika 1840. Huwezi kumsikia jaji anawakemea polisi waache kubambikizia watu kesi kwa sababu polisi wana viapo. Issue imekuwa ni mawakili tu. Mawakili heshimuni viapo. Kuna mahakimu wamekamatwa na rushwa, mahakimu wa mahakama ya Tanzania. Kuna majaji aliwahi kuwatuhumu marehemu Rais Magufuli. Majaji aliwatuhumu kwa rushwa hadharani kabisa. Huwezi kusikia jaji yeyote anakuambia majaji heshimuni viapo. Issue ni mawakili. Kwa hiyo mimi nataka niseme, kama ni swala la kuheshimu viapo, yoyote ambaye yupo katika mnyororo wa utoaji haki, awe ni polisi, awe ni magereza, awe ni TAKUKURU, awe ni wakili wa kujitegemea, awe ni wakili wa serikali, awe ni jaji, awe ni hakimu, awe ni waziri, wote tunapaswa kuheshimu viapo. Lakini hivyo viapo havina maana kama vitakuwa vimelenga katika kuwanyamazisha watu wasizungumze yale ambayo wanapaswa kuyazungumza kwa mujibu wa sheria. Na yoyote ambaye anataka tuje tubishane hapa kuhusu hoja hii, tubishane kwa sheria, sio kwa maoni ya kisiasa. Na kama tunataka tufanye siasa, pia tukatafute majukwaa ya kisiasa tushindane huko. Lakini hatuwezi kutumia majukwaa fulani ambayo hayataki siasa. Mtu anakuja kutoa kauli ambazo haziungwi mkono na kifungu chochote cha sheria. Mimi nimesoma sheria ya mawakili, nimeisoma yote. Hakuna mahala popote wakili ameambiwa asiwe mwanaharakati. Kwa hiyo unapokuta kuna kauli kwa mfano inayotolewa na mwanasiasa bila kujali cheo kwamba wanaharakati ni magaidi, alafu kauli hiyo inazungumzwa na mtu aliyeko mahakamani anasema mawakili msiwe wanaharakati, maana yake ni kwamba tayari mahakama inafanya kazi ya siasa ya mwanasiasa ambaye hawataki wanaharakati. Naomba niweke nukta. Mahakama ya Tanzania Funded Trading. Choose your path. Build your future. Maven Trading. Kwa maoni yako, ni vitu gani ambavyo ili mahakama standard yoyote ile duniani ionekane iko huru, features zake ni zipi? Kwanza upatikanaji wao majaji na mahakimu. Upatikanaji wao wanapatikanaje? Hakuna mahakama yoyote duniani ambayo iko huru ambaye jaji alikuwa msaidizi wa rais anaweza akawa jaji. Haipo mahakama ya hivyo. Mahakama yote huru watu wanaomba kazi kwa kupeleka wasifu, waeleze wao ni kina nani na watakuwa kina nani baada ya kuingia mahakamani, wasifu wao. Halafu unafanyika usaili peupe kabisa, unaalikwa umma. Yeyote mwenye kashfa yoyote juu ya huyu bwana asiwe jaji au asiwe hakimu alete ushahidi hapa. Wenzetu Kenya wamefikia hatua hiyo. Leo hii asilimia zaidi ya 50 ya majaji ni watu walikuwa mawakili wa serikali. Leo inapokuja kesi dhidi ya serikali,
unawezaje kuamini kwamba huyo jaji ambaye alikuwa ni wakili wa serikali atakutendea haki? Lini vinasaba vya userikali vimemtoka huyo mtu ambaye leo ni jaji? Ndio maana tunasema sifa zilizotajwa katika ibara ya 109 ibara ndogo ya 7 ya katiba ya Tanzania ya mtu kuwa jaji zimepitwa na wakati. Ni sifa za mwaka 77. Mwaka 77 hata idadi ya wanasheria waliokuwepo nchi hii walikuwa ni wachache sana. Hata vyuo vinavyofundisha wanasheria ambao mwisho wa siku wanakuja kuwa majaji na mahakimu na mawakili tulikuwa nacho kimoja tu mwaka 77. Sasa leo tuna vyuo vikuu vinavyofundisha sheria kila mkoa. Tuna wanasheria wa kumwaga. Juzi tu Mheshimiwa Jaji Masaju, jaji mkuu wa Tanzania, kaapisha mawakili sijui 100 ngapi. Sasa ifike mahala kazi ya uhakimu watu waombe, kwa sababu kuna wakati mwingine mtu anateuliwa kuwa hakimu au kuwa jaji, huna hata uthibitisho kwamba huyu mtu hiyo kazi kweli anaitaka au haitaki, lakini asubuhi tunaamka kaambiwa bana fulani amekuwa jaji. Lakini ikitangazwa ukaomba, kwanza tunaamini una utashi na hiyo kazi, umeomba, umeandika barua, umepeleka. Lakini ya mambo ya kulala kuamka kesho kutwa John Malu amekuwa jaji, wakati yeye alikuwa hataki kabisa katika maisha yake, wala hana hiyo ndoto ya kuwa jaji, lakini hawezi kukataa, ni uteuzi wa rais. Kwa hiyo hilo ni eneo moja ambao nadhani likifanyiwa marekebisho tunaweza tukapata mahakama ambayo ni huru sana. Lakini huwezi kupata mahakama iliyo huru kwa sababu mahakama ni zao la katiba. Ndio maana nimesema kwa mfano Mahakama Kuu ya Tanzania, Mahakama Kuu ya Tanzania ambayo inaundwa na ibara ya 108 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni zao la katiba hii. Sasa katiba imeunda mahakama, lakini pia imesema nao majaji tutawapataje kwenye ibara ya 109 ibara ndogo ya 7 ya Katiba ya Tanzania. Sasa kama utaratibu wa kuwapata majaji ni utaratibu wa mwaka 77 huko, wakati mahitaji ya leo hayataki hivyo, huwezi kuwa na mahakama huru. Ndio maana katika nchi kwa mfano pale Gabon pale, Rais Omar Bongo alikuwa anateua tu watu wake wa serikali anawajaza kule mahakamani. Kwa hiyo kesho ukipeleka kesi yoyote dhidi ya serikali unakutana na jaji ambaye ni mserikali. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kuwa na mahakama huru katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo tukianza na hilo eneo la kwanza, namna ya kuwapata majaji na mahakimu, kwamba waombe kazi na iundwe tume maalum iliyo huru pia ya watu ambao wanaheshimika katika jamii na wanaaminika, ya kufanya usaili kwa watu ambao wanaomba kazi ya uhakimu na ujaji, tutakuwa tumepiga hatua moja kuelekea kwenye kuipata mahakama huru. Lakini nyingine ni maslahi ya majaji, lakini pia tenure, yani ule muda wa maofisi, muda wa kuwa ofisini, tenure iwe ni ya uhakika. Leo wenye uhakika huo ni majaji tu, mahakimu hawana huo uhakika. Na kwa mujibu wa katiba hii mahakama ni mahakama kuu. Yaani hizi mahakama zingine zipo tu. Mahakama ni mahakama kuu. Sasa lazima katiba itafsiri mahakama ni nini, including hizo mahakama za chini, na haki na maslahi wanaopewa majaji, hayo yote yaende pia kwa mahakimu wa mahakama za chini. Ndio tutakuwa na mahakama huru. Nadhani nimekujibu hilo swali. Sawa, Madereka, mimi nikurudishe nyuma wakati tumeanza kuhusu swala la wanaharakati pamoja na masuala ya ugaidi. Ndio. Kuna vitu viwili, kuna jinsi ilivyo na jinsi ilivyotakiwa kuwa. Wewe ni mfuatiliaji. Ndio. Wa mambo yote yanayoendelea hapa nchini. Sasa wanaharakati ambao tunao hapa nchini kwetu Tanzania, ambao wapo ndani ya nchi na wengine wapo nje ya nchi, kwa vitendo vyao wanavyovifanya hivi sasa, unaona vipo kwenye light track ambayo inatoa neno wanaharakati kwenye mwavuli wa ugaidi, au wanayoyafanya sasa tukija kwenye jinsi ilivyo yana viashiria vya ugaidi, mfano kuchochea sijui maandamano, kuhamasisha vurugu na tuhuma mbalimbali ambazo upande wa serikali unazitoa kwenda kwa hao wanaharakati. Wewe kwa jinsi harakati zinavyoendelea na kufanyika hapa nchini, general, maoni yako ni yapi? Unaona hao watu wako kwenye right track au wameshajitoa kwenye upande wao wa harakati na kwenda kujivika kwenye koti la ugaidi? Okay. Kwanza, ugaidi sio kosa la kitaifa. Ugaidi ni kosa la kimataifa ambalo limewekewa viwango vya kimataifa ili liweze kuwa kosa.
Na ugaidi ukitokea nchi moja, dunia nzima inaungana kukabiliana na huo ugaidi, kwa sababu ukiachwa kwenye nchi moja unaweza ukaenea katika nchi nyingine. Mara ya mwisho nikwambie sasa, mwandishi, kwa taarifa yako na watazamaji wetu, mara ya mwisho Tanzania kuwa na ugaidi ambao kimataifa ulikubalika kwamba kweli ni ugaidi ilikuwa mwaka 1998, ubalozi wa Marekani wa Tanzania na ubalozi wa Marekani Kenya vilipolipuliwa. Ule ndio ugaidi. Hizi zingine zote hizi ni mbwembwe za kisiasa kutaka kuwaonea watu. Hakuna nchi imepata ugaidi alafu jumuiya ya kimataifa ikaacha kujua huo kama ni ugaidi au sio. Nitakupa mfano. Mara ya mwisho pale Msumbiji kuna jimbo linaitwa Cabo Delgado. Ulitokea ugaidi na jumuiya ya kimataifa ilipeleka msaada wa hali na mali kuhakikisha ule ugaidi unadhibitiwa pale. Tanzania toka mwaka 98 sisi hatujawahi kutajwa kama nchi yetu iko hatarini kupata ugaidi. Hatujawahi kupata huo kuwekwa kwenye hilo grupu. Maana yake nini? Maana yake kwamba nchi yetu iko salama na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinafanya kazi yao kwa ufasaha kabisa kama inavyotakiwa kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria, lakini kwa mujibu pia wa mikataba ya kimataifa. Ndio maana hujaona jumuiya ya kimataifa imekuja kutuambia sisi Tanzania ni hatari kwa sababu kuna ugaidi. Kwa hiyo ukimsikia mtu mwingine anakuambia kwamba kuna viashiria vya ugaidi, lazima umrudishe huyo mtu kwenye international standards, vigezo vya kimataifa kuhusu ugaidi. Na pale unapokuwa umetokea, wajibu wa umoja au jumuiya ya kimataifa kwenye nchi ambayo inaathiriwa na ugaidi huwa ni nini? Kwa sababu kiuzoefu hakuna nchi iliyopata ugaidi ikashindwa kupata msaada wa kimataifa kuudhibiti huo ugaidi. Ugaidi wetu sisi tunaoutaja hapa Tanzania ni wa kisiasa. Ndio maana unaambiwa Mbowe gaidi alafu kesho kapiga picha na rais. Ulishawahi kuona wapi gaidi anapiga picha na rais duniani? Yaani Bush kakaa alafu nyuma yuko Osama hapa. Haijawahi kutokea, lakini ni Tanzania ambako unaambiwa kuna gaidi, alafu kesho gaidi unamuona yuko zake tu fresh mtaani anadunda. Tumeona wanaharakati wanahamasisha maandamano ya kuchoma vituo vya mafuta, kuchoma mali, nyumba za watu, kutaka kwenda kumtoa rais Ikulu. Hivi vitu katika misingi ya kisheria havina elementi za ugaidi? Hao wanaohamasisha watu wakachome nyumba za watu, wakachome mali za watu, wakaue watu, wakapindue kwa mfano utawala halali kabisa uliopo kwa mujibu wa sheria. Hao ni vibaka kama walivyo vibaka wengine. Sio magaidi. Nisikilize. Nimekwambia ugaidi una sheria yake. Kwa sisi hapa Tanzania ni sura ya 19 ya ugaidi, sura ya 19 ya sheria za Tanzania. Lakini sheria yetu hiyo ya Tanzania, hiyo sura ya 19 imetokana na mkataba wa kimataifa wa kupambana na ugaidi duniani, mkataba wa Umoja wa Mataifa ambao Tanzania tulisaini. Hayo ambao unayasema wewe kwenye tafsiri ya ugaidi hayamo. Ndio maana nimekuambia mwandishi wa habari, unapoenda kusikiliza hizi taarifa kwa watu mbalimbali wanaoyaelezea haya mambo, nenda umebeba katiba yako, beba sheria yako. Waulize maswali yanayotokana na sheria, sio utashi binafsi. Kifungu cha 4, kifungu kidogo cha 3, A, B, C, D mpaka H cha sheria ya ugaidi, hakuna mahala kimetambua mwanaharakati au wanaharakati kama ni ugaidi. Lakini ikitokea kuna mtu anafanya uhalifu wa aina yoyote ile, kazi anayofanya, taaluma alionayo haviwezi kuwa kinga ya kumsaidia yeye asipelekwe kwenye mkondo wa sheria. Na ndio maana nasema hawa watu ambao wanahamasisha vurugu, kwa mfano ameniuliza swali la nani, maandamano si na vitu gani? Tutofautishe kati ya maandamano na vurugu. Maandamano ni haki ya kikatiba, imetajwa katika ibara ya 10 ibara ya 20 ya katiba ya Tanzania. Maandamano ni haki. Na kuna mstari mpana kabisa unaotenganisha kati ya maandamano na vurugu. Ndio maana unaona popote pale ambako kuna maandamano hayo lazima yalindwe na vyombo vya dola. Hayo ndio maandamano. Yanapewa ulinzi ili mtu mwenye nia mbaya asije akawaathiri hawa watu wanaoandamana kutimiza haki yao ya kikatiba. Lakini wale wanaofanya vurugu hawawezi kulindwa kwa sababu ni wahalifu kwa mujibu wa sheria. Ukihamasisha mtu akaibe, ukihamasisha mtu akachome kituo cha mafuta moto, ukihamasisha mtu aende akapole mali za watu kwa kisingizio cha wanaharakati, hiyo haiwezi kuwa kinga. Yaani wewe unabakia kuwa ni mhalifu kama walivyo wahalifu wengine. Vurugu ni kitu kingine,
Maandamano ni kitu kingine, na hivi vitu viwili vinatenganishwa na mstari mkubwa mno. Vurugu ni uhalifu, na unapofanyika vyombo vya dola vipo, tena viko trained. Wakati mwingine hata huwa havisubiri mpaka yao mambo yatokee. Wanafanya intelligence, wanagundua mapema, wanadhibiti. Wakati mwingine kitokea kwa bahati mbaya mambo hayo yamefanyika kwa ghafla bila vyombo kuwa vina taarifa, wanaenda kudhibiti. Na ndio maana tuko salama mpaka leo. Kwetu inaonekana maandamano ni vurugu. Maandamano sio vurugu. Ibara 20 labda niisome tena, ibara 20 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara 20. Kila mtu anao uhuru. Relax. Hawajawahi kutuangusha. Hata wewe unaweza kuagiza gari bora na ulipendalo kupitia SBT Japan. Tembelea tovuti yetu ya www.sbtjapan.com na hapo utapata ukipendacho zaidi. Rais Samia Suluhu Hassan hajawahi kuchoka kwenda kutafuta wawekezaji nje waje wawekeze hapa, kwa sababu nchi ina amani, haina huo ugaidi. Nchi ingekuwa ina ugaidi, Samia asingepoteza muda kwenda kupoteza hela za nchi kwenda kutafuta wawekezaji. Nchi iko salama, na ndio maana unaona utalii unaongezeka, wawekezaji wanaongezeka, fursa mpya za ajira zinapatikana, vijana wanaendelea kupata ajira, hata kama bado hizo fursa hazitoshelezi, lakini walau kuna ajira zinapatikana kutokana na jitihada zinazofanywa na serikali za uwekezaji. Na tuna wizara maalum kabisa, wizara maalum ya uwekezaji. Hauwezi kuwa na wizara ya uwekezaji wakati ulishasikia Kongo ina wizara ya uwekezaji. Kongo pale, nenda kaangalie Kongo kama kuna wizara ya uwekezaji, kwa sababu hawezi kuja huyo mwekezaji, kuna vita pale. Au kule Sudan, nenda kaangalie kama wana wizara ya uwekezaji. Sasa mtu tunajichanganya, na haya mambo yakiachwa hivi yana athari kubwa sana za kiuchumi kwenye nchi. Huku mnataka watu tuvutie wawekezaji waje wawekeze, huku mnasema nchi sio salama, kuna ugaidi. Ugaidi ambao jumuiya ya kimataifa haujui kwa sababu haujafikia hivyo vigezo. Sisi Tanzania katika nchi za ukanda wa maziwa makuu ndio nchi pekee ambao ni salama kuliko nchi zingine zote. Wakipata shida wanakimbilia hapa kwa sababu hapa hakuna ugaidi. Mimi nitakuwa mtu wa mwisho kabisa kuamini kwamba hii nchi ina ugaidi. Sijui, labda kwa sababu Dangote ameamua kuondoka, labda kaona na yeye labda katishika. Na nimesoma leo hapa kwenye mtandaoni kwamba Mohamed Dewji naye anaenda kuungana na Dangote Kenya. Na nimewaandikia, nimewasihi, tafadhali Dangote, tafadhali Mohamed Dewji, tafadhalini sana, msiende Kenya, bakini hapa Tanzania. Hapa ni salama. Wanaoambia kuna ugaidi ni waongo, watakii mema, ndio hao mabeberu hao au mawakala wa mabeberu. Yaani wahakikishe wawekezaji wote wanakimbia. Wajua adui yako, kama ambavyo Magufuli alishawahi kusema kwamba vita ya kiuchumi ni ngumu mno kwa sababu adui umuoni kwa macho. Ndio hao wanatuma vibaraka wao kusema kwamba nchi ya Tanzania sio salama. Tanzania ambayo miaka yote imejulikana kama kisiwa cha amani. Ukiacha siku chache tu hizi ambazo wameibuka mambo ya kuteka watu, kuua watu na kupoteza watu. Lakini ukiacha hao matukio hayo, kwa miaka nenda miaka rudi, tangu mwaka 1996 Mkapa ameingia madarakani, uwekezaji umeongezeka. Fursa za uwekezaji wa ndani na wa nje zimeongezeka. Kwa nini? Kigezo cha kwanza kabisa, usalama. Hakuna mwekezaji yeyote mwenye akili timamu anaweza akaja hapa akawekeza kama hapa hapako salama. Na mimi nataka kuamini maneno ya Waziri wa Mambo ya Nje Mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo kwamba ziara aliyoifanya Mheshimiwa Rais kule Urusi ilikuwa ni ziara iliyotikisa dunia, kwa sababu kuna fursa ambazo Warusi walikuwa hawazijui hapa kama zipo. Tumeenda kuwaonyesha, njoni mwekeze. Na ndio maana nikasema hata siku ile kwamba hivi leo Rais Putin akisikia kwamba tena Tanzania sio salama na tumeenda kumwalika aje, hata tuonaje sisi? Mimi nadhani changamoto za kisiasa zishughulikiwe kisiasa na zisiende zikajificha katika koti la kiusalama. Kwa sababu hapa Tanzania ukitaka udhibiti haki za watu, tumia tu kigezo cha usalama. Kuna vita, sijui kuna nini, lakini hakuna chochote. Nyenye ni mashahidi hapa. Watu wamefanya kazi kubwa sana juzi, kubwa mno, kuhakikisha kwamba wale mabeberu na vibaraka wao wanaohamasisha vurugu hapa kwamba hazitotokea vurugu hizo. Vyombo vilijipanga, kila mtaa, kila junction kuna askari.
wanalinda usalama. Uliona hata kibaka mmoja kaandamana au nani kaiba kafanya vurugu? Hiyo yote inakupa ukweli kwamba nchi hii ni salama. Lakini wapo wanaofanya uhalifu, wakamatwe kwa uhalifu wao, kwa majina yao, sio kwenda kuchafua taaluma za watu. Wakamatwe. Hakuna mtu anahamasisha vurugu hapa nani, yani anayeunga mkono vurugu. Vurugu zikitokea hapa hakuna mtu atakayebaki salama, uwe ni nani uwe ni nani. Lakini hawa wanaofanya vurugu sasa wakamatwe, watambuliwe kwa majina yao, washtakiwe. Kusema tu kiujumla jumla kwamba harakati ni ugaidi, kwa sheria gani sasa? Kwa sababu ili huo ugaidi lazima turudi kwenye sheria. Tukirudi kwenye sheria, haya unayoyasema wewe hayamo. Sasa ni jambo ambalo linasikitisha. Dereka, umeeleweka, umezungumzia vizuri kuhusiana na ugaidi pamoja na mambo ya wanaharakati. Sasa tumeshafika hapo, nini kifanyike hapa tulipofika? Kwa sababu wewe umejaribu kuelezea tatizo kwamba jaji mpaka imefika hatua jaji mkuu anapiga marufuku mawakili kujihusisha na vitendo vya wanaharakati. Kwa hiyo hilo ni tatizo. Umejaribu kutuonesha tatizo kwamba jaji mkuu huenda amekosea hapa, amekosea hapa, amekosea na hapa. Tuje kwenye solution, nini kifanyike? Kwanza kuhusu jaji mkuu, yeye ajikite tu kwenye mambo yake ya kuiongoza mahakama ya Tanzania iweze kutimiza wajibu wa kutoa haki. Ziko changamoto nyingi sana zinazohusu upatikanaji wa haki kwenye nchi hii, ikiwemo ucheleweshaji wa mashauri. Watu wanakaa mahakamani mashauri yao miaka 10-20 bila kupatiwa ufumbuzi. Jaji mkuu ndio angeenda kujikita huko, haki iweze kupatikana kwa haraka iwezekanavyo. Leo hii mtu akiwa na shida pale mahakama ya rufani, kesi yake akiifungua leo, rufaa yake itakuja kusikizwa baada ya miaka 4. Ukiuliza sababu ni nini, majibu hakuna mpaka leo. Hayo ndio mambo jaji mkuu aende akajikite, sio mambo ya wanasiasa kwenye majukwaa ambayo yanatolewa ili mahakama ije itumike sasa kuhalalisha hizo ajenda za kisiasa. Masuala ya wanaharakati sio kosa, na kama ingekuwa ni kosa, bunge la Tanzania sio wajinga, wangeshatunga sheria kuharamisha harakati. Lakini leo hii muulize mtu yoyote anayepinga harakati kwamba kuna sheria gani ambayo imesema wanaharakati ni kosa. Unaona? Kwa hiyo unapomuona mtu anatumia mamlaka yake kukandamiza haki za watu, na mimi kimeniuma sana kusema kwamba watu wakitoka mahakamani, kesi imeahirishwa, eti wanaongea na waandishi wa habari. Kwani waandishi wa habari ndio wanaosikiliza kesi? Yaani jaji mkuu anataka kufanya kwamba yeye ndio anamiliki taarifa za mahakama na hazitakiwi kutoka, kitu ambacho sio ukweli. Jaji mkuu yeye ni jaji mkuu, hana mamlaka juu ya uhuru wa watu, hana hayo mamlaka. Watu wataendelea kuongea habari za mahakama. Mahakama ikifanya vizuri watu wataongea, mahakama ikifanya vibaya watu wataongea, kwa sababu mahakama ni ya watu. Jaji mkuu analipwa mshahara kutokana na kodi za Watanzania. Kwa hiyo Watanzania wana haki ya kujua wanayo mahakama ya aina gani. Kama ina mapungufu, wanayo haki ya kutoa maoni ili mahakama ijirekebishe.